Na mpenzi wetu mtazamaji wa Tsavo Media, karibu tena katika mkao mwingine ambapo tutakuwa tunazungumza kuhusiana na siasa, hasa kizingatia kwamba bado tu miezi kadhaa kufikia kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 ambao hadi kufikia sasa tunaona mchaguzi huu utakuwa moto sana. Maana tumeona kunayo vuta ni kuvute kutoka kwa Linda Mwananchi na pia kuna pia upande wa serikali. Kila mtu anajaribu kuangalia vipi ataweza kuhakikisha anapata kura zake kwa ajili ya ushindi. Na leo katika studio zetu tunapata fursa kupatana na kijana mmoja katika kaunti ya Taita Taveta ambaye ni kijana ambaye amekuwa na sifa zake katika kaunti hii na bidii zake katika maeneo yake ile ambayo anatoka, na tamkaribisha aweze kutuambia pengine yeye pengine anaazimia nafasi yote ya kisiasa na pengine anaunga mrengo gani wa siasa katika msimu huu. Karibu sana katika studio za Tsavo Media. Asante sana ndugu Hezron. Yes. Kimari. Karibu sana. Asante. Jitambulishe, tuambie kutoka wapi, wewe ni nani, pengine unashughulika na nini? Okay. Mimi naitwa Rogers Ngo. Almaarufu kuna wale ambao ukienda kwa mtandao sasa hivi ukifika pale sehemu za Burawad wananiita Kipanua Malemba, lakini hiyo tutaizungumzia baadaye. Lakini ukifika ukienda katika ya mabunge yetu ya ukanda wa Pwani utasikia kitu wa Mr. Speaker Sir, Mr. Speaker Sir. So tena wewe ni mheshimiwa hivi Speaker Sir? Mr. Speaker Sir kwamba tuko na mabunge yetu kama vijana katika ukanda wetu wa Pwani katika kaunti zetu zote 6. Kuanzia visiwa vya Pwani, visiwa vya Mombasa, kwenda Kilifi, Tana River, Lamu na hata hapa Taita Taveta. Na mara kwa mara kupunguza lile joto la kisiasa, vijana kwamba wale waheshimiwa ambao ni vijana bungeni waliamua kufanya ule mjadala kwamba kutengeneza ile mabunge ya vijana katika nyanjani. Kwa hivyo tulipofanya uchaguzi nilibahatika kuchaguliwa kama speaker katika bunge letu la ukanda wetu wa Pwani. Kwa hivyo nahudumu kama pale speaker, na kando na hivyo vile umetaja hapa katika kuchanganua masuala ya kisiasa katika kaunti yetu ya Taita Taveta. Niko katika mstari wa mbele aswa masuala ya bajeti na maendeleo kwa wananchi. Nikuona sana. So tuko hapo. Na kando na hilo mimi pia ni mkulima huko nyanjani. Nafanya ukulima. Kando na ukulima pia niko na mawili matatu ambayo nafanya biashara za hapa na pale kama Mkenya. Ukiwa kama Mr. Speaker Sir katika mabunge yale ya nyanjani kwa mfano, ambayo si wale ambao wanalipwa pesa, unapiga siasa ama ni mchaguliwa tu ni hivyo tu? Hapana, ni siasa. Hata ile kuchagulia yenyewe ni siasa kamili, kwa sababu ukiangalia tumefanya hayo mabunge Taita Taveta, Mombasa, Kwale, na ndio kura ilipigiwa Kwale. Ndio kura ipigwe Kwale, tunatumia zile standing orders ambazo zinatumika bunge. Hauwezi pigiwa na watu wawili kwa speaker. Lazima upigiwe na ile kama wamesema ni 2/3 ya watu ambao wamekupigia hapo, it has to be 2/3. So 2/3 ni around 77%. Ukiangalia wale delegates ambao wameenda pale wamekuwa seconded na county zao. You have to meet, lazima ufikishe ile 2/3. Kwa hivyo kama mko 100 lazima ukuwe na kura 78 kuendelea. Kwa hivyo you can imagine, assuming kila county ilipeleka delegates 20. Na una campaign vipi? Unatumia pesa kupiga campaign ama inakuwa vipi? Pale kukampeni ndio pesa itatumika kidogo, kwa sababu lazima utoe watu Taita waende pale ndio, na kando na hivyo pia pale bungeni kufanya vile vikao vya faraga ama wanajitaja hizo vikao. Lazima utakaa chini mnyo chai na watu muelezee ile agenda, tutasaidiana vipi. Kuna ile lobbying. Sasa lazima unajua kura ya Taita peke yake haiwezi kukupitisha, lazima ukuwe na marafiki pale Kwale ambao utalobi wakupigie kura, uende pale Kilifi pia ulobi, uende Lamu, Tana River na hata Mombasa. Alafu pia kuna zile formations ya kwamba wewe ni speaker ndio, lakini ukiwa speaker uko na ile authority ya kusway house ipigie mtu fulani, ile house business committee chague masuala ya chairpersons wa kamati tofauti tofauti. So ile nguvu iko kwako. Kwa hivyo kaunti hii utaipea uchaanio mwenyekiti gani wa kamati gani, na hii deputy speaker utatoa wapi, majority whip utatoa wapi, minority. Ni kama inaiga ule mfano wa bunge la kitaifa, bunge la senate na hata yale mabunge ya county. Ndio maana tukienda pale the entire process is just a mock of, it's a mock ama ile inaiga ya bunge lenyewe, ya bunge lenyewe. Shughuli za bunge. Yeah, so nyinyi mnakutana lini pengine katika mikao yenu ya bunge na huwa mnajadili lini? Tulianza sasa ni miaka ngapi tangu mchaguliwa?
Sasa huu ni tunaingia mwaka wa pili tangu nichaguliwe, because tuna serve miaka miwili na kando na hivyo pia umeuliza tunakutana mara ngapi? Tunakutana mara ngapi? Initially tulikuwa tunakutana quarterly, na kwa sababu ni bunge ambayo inaanza bado haijashika moto, na pia ule ufadhili wa pesa ambayo pengine utoe kupata members watoke Mombasa kwa leta Taita mostly huwa tunategemea wale donors. Kwa hivyo ukiangalia msimu kama huu penye donors kiasi mifereji imefungwa, tumekutana kama mara 2 peke yake, lakini kando na hiyo kukutana mara 2 pale bungeni, kuna kuaga na vile vikao nje ya bunge. Sasa mara kwa mara tunafanya at least kuna kuaga na zile updates wakati kuna crucial bill ambayo inataka kujadiliwa pale bunge la county, huwa tunahusishwa kwa kikamilifu ndio tutoe yale mawaidha na nini. Kwa hivyo unaweza sema initially it was planned to be quarterly, at least kwa kila mara moja kwa kila miezi mitatu depending na availability of funds. Lakini kwa sababu kumekuwa na hiyo, it's a process that is now peaking. Tumeona sasa hii some of the proposals zimepropose ya kwamba NYC, na ndio hiyo after 12 years sasa hivi wa vijana watakuwa wanaenda nyanjani kuchagua wale vijana wao, na hizi ni some of the proposals ambazo zinatoka katika ya mabunge ya vijana. The pressing issues tuna forward mbele, national government and county government wana pick, then they start working on it, kwa sababu sauti ya vijana iko pale bungeni, ni ile sauti ya vijana ambao wako kule nyanjani. Kwa hii kipindi cha miaka 2 ambacho pengine kinaendelea kama wewe speaker, ni nini ambacho mmeweza sema mmeshafaulu kutimiza pengine katika mabunge ya mkoa wa Pwani? Kufaulu kwanza, unajua nasema mwamba ngoma uvutia kwake. Lazima tuanzie na hapa kwetu Taita. Hapa Taita kuna sheria ambayo tulipitisha mwaka uliopita, ilikuwa sponsored ama ile kusponsor bill kwa bunge na coordinator. Hii youth bunge inakuwa na coordinators kwa kila county, na coordinators ni wale sitting MCAs ambao wanakuaga pale. So kama hapa Taita Taveta coordinator ni Mheshimiwa Patricia Mwashigadi ambaye ameteuliwa na chama cha ODM kuwakilisha vijana bungeni, na pale bungeni yeye ni mwenyekiti wa kamati ya vijana, michezo na uchumi bunifu ama creative economy. Kwa hivyo sisi pale hivi mambo ambayo tumefaulu kuyafanya kufikia sasa, kuna ile bill ambayo ilipitishwa last year ikatiwa sahihi huu mwaka ukianza na gavana, mstahiki gavana pale Mwatate, hata waziri pia Wandai alikuwa Taita hiyo siku akashuhudia ikiwekwa sahihi. Inaitwa Taita Taveta Youth Service Bill, but saying it's an act. Inaiga ule mfano wa National Youth Service ambapo vijana ambao wanatoka pengine wamemaliza darasa la 8 hawakuwa na bahati ya kuendeleza masomo kwenda masomo ya shule ya sekondari, na pia wale vijana ambao wamemaliza shule za sekondari na pia hizi shule za ujuzi ama ujuzi polytechnics, VTCs, unapata wanapelekwa mahali wanapata mafunzo kama yale ya Nyota program, yale ya OJE, on job experience na nini. After wamepata yale mafunzo kulingana na ile taaluma anaitaka, pengine anataka ususi, anafanyiwa yale mafunzo, pengine anataka hii kazi ya welding, anafanyiwa yale mafunzo, pengine ni driving, anafanyiwa yale mafunzo. Baada ya kufanya yale mafunzo anapewa kipato fulani ambacho kitamwezesha yeye kutoka pale na kufungua biashara ili ajiajiri. Anapojiajiri, pengine kijana wa welding ama pengine ni vijana ambao wako kwa media kama nyinyi, atakuwa pengine kuna uwezo wa kurekod na kufanya hizo picha na nini, definitely atajiri kijana mwenzake, na tutakuwa tumetumia jiwe moja kuwa ndege kadha wa kadha. So hiyo ni Taita Taveta Youth Service Bill ambayo ilipelekwa bungeni na Mheshimiwa Patricia Mwashigadi ambaye ni coordinator wa the Kenya Young Members of County Assembly. Hapo ni Taita peke yake. Ukienda katika kaunti ya Mombasa, kuna baadhi ya vijana ambao tumesukuma wapate kuform. Ukiangalia zile board za appointments za county government, majority of them walikuwa wamechagua mtu anakaribia age ya kupita ujana, pengine kwa 34 years anawekwa kwa hiyo board, lakini unajua it's renewable twice, labda 3 year renewable once ama twice. Unapata 6 years, unapata mtu wako pale na miaka 38 ana represent vijana. So pale ukienda kwa board ya Mombasa kuna vijana kadhaa wakiongozwa na
nio mwenyekiti wao wa vijana vuguvugu pale anaitwa Hamza Kombo Kanuti. Alipata kuajiriwa, alipata kuwa gazetted katika hizo board za Mombasa. Na Mombasa unajua ni mji wa pili Kenya nzima hii, the second largest city. So that means sauti yetu imesikika. Ukienda Kwale pia ni the same. Kuna vijana kadha wa kadha wameingizwa hapo, hata hapa Taita Taveta nikiona kuna vijana ambao wako katika board ambao walianzia hapa Youth Bunge, majina yao yako pale. Kuna waheshimiwa kadhaa kabla wafike pale nominated MCAs walikuwa hapa kwa board, walikuwa hapa kwa Kenya Young Members of County Assembly. Mheshimiwa Anita tulikuwa na yeye paka hata akipokea ile appointment gazettement ikifanyika. Tulikuwa na yeye katika bunge na tumeshiriki na yeye. Ukienda pale baadhi ya miradi ambayo ukienda kwa masuala ya serikali kuu, national government, tumekuwa vikao kadhaa na Kenya School of Government ambao ndio huwa wanafunza majority of public servants, ambapo wakiingia tu kwa ofisi hivi unapelekwa mafunzo pale KSG kidogo, uelezwe serikali inafanya kazi namna gani. Tumekuwa nao pale, tumefanya forums na seminars kadhaa. Tumejadili bills ambazo za kitaifa ambazo zinagusia kuanzia finance bill, kuanzia wildlife conservation bill. Hizo zote tumezijadili hapo. Kwa hivyo ni kazi ambayo tumesubmit kama memorandum. Wakati tunaambiwa ikuwe submitted, sisi tumesubmit kama Coast Region Youth Bunge. Sasa kwa sababu umezungumzia nyinyi ni kama ni wanasiasa wachanga ambaye mnajikuza, hamlipwi lakini mnaendesha shughuli zenu kama wanasiasa wengine. Sasa wewe uko mrengo gani? Uko mrengo wa speaker, uko mrengo wa Linda Mwananchi ama uko mrengo wa Two Term? Linda Mwananchi imezaliwa juzi. Bado mtoto anatambaa. Lakini bado haina shida, mtoto bora anakunywa uji. Bado mtoto anatambaa, bado hajaanza kunywa uji, bado hajaanza kushika viti, ajue anatembea vipi, anakanyaga wapi. Bado kwa hivyo itakuwa vigumu hata pengine tukisema huyo Linda Mwananchi anaweza beba, labda ule mgongo wake umetosha kubeba vijana wengi mgongoni. So utapata sisi pale bungeni tuko vijana wa mrengo wote. Kuna vijana wa chama cha Wiper, kina Jacob Mazera. Tuko na vijana wa chama cha ODM, kina Mheshimiwa Patricia Mwashiradi. Tuko na vijana wa chama cha Safina Party, kina Robert Mwakumbaku. Tuko na vijana wa ile kitambo ilikuwa Jubilee, but sasa naona wameingia kambi ya UDA, kina Michael Nyangala wako hapo. Tuko na viongozi ambao wako katika chama ya ODM, kina Josephine Kache, hao wote wako hapo. Kina kijana mwingine wa Ngolia hapa nimemsahau jina. Lakini hao wote mimi niko katika mrengo ama chama cha UDA. Na lengo kubwa letu pale nilikwambia kwamba tunaiga ule mfano wa bunge venye linafanya shughuli zake. Kwa hivyo hatuwezi kuwa pale bungeni watu wa mrengo fulani. Kwa hivyo kama nilikuwa kwa chama cha UDA na nika lobby kura outside political parties, nikapata paka kuchaguliwa kama speaker kama kutoka Taita Taveta, ina maana kwamba ule mtihani wa kwanza wa kulobi na kuambia mwenzako kwamba nipigie kura kwa sababu naweza fanya hii, usiangalie chama ama nini, inamaanisha kwamba wale vijana wote tumepita na hiyo ni tick. Kwa hivyo ndio sasa wewe kwa hivyo kama speaker wewe hauko mrengo wote, hauko Linda Mwananchi wa UDA. Mimi kama Rogers Ngoo, sasa ukivua lile vazi la uspika, kwa sababu ukienda pale speaker na style kwe na partisan kwa bunge, lakini ukivua lile vazi la uspika ukija hapa nyanjani, kwa sababu kura iko nyanjani, Rogers Ngoo ako katika chama cha UDA. Na hata si mara ya kwanza, kila mtu anajua kwamba ninapozungumzia siasa za agenda ya Two Term ama hizo agenda za maendeleo ya serikali, Rogers Ngoo ndio kijana mwenye anaomba nafasi ya katibu mkuu wa chama cha UDA katika kaunti yetu ya Taita Taveta. Na tayari tulishafanya zile grassroots election na nilikuwa pale nikaenda unopposed. Kwa hivyo tutaenda kwa ward level, tuende kwa sub county level na tufike kwa county level, na pengine majaliwa Mwenyezi Mungu, neema ikitosha na upendo wa vijana na wanachama wenzangu, pengine tutaenda kuomba nafasi katika ngazi za kitaifa, kwa sababu nguvu ya siasa iko kwenye chama, haiko nje ya chama. Wakati sheria kubwa inataka kupitishwa bungeni, hawa party leaders wanafanyaga kitu inaitwa PG, parliamentary group meetings. Wanaenda kupeana mwelekeo, chama itaenda njia gani, ama left or right. Ukienda hapo hivi katika parliamentary group meetings, before that pale bungeni ukichaguliwa hapo, unaweza chaguliwa na chama yote, uchaguliwe na UDA, uchaguliwe na Wiper, uchaguliwe na ODM, ama hata hii chama imekuja juzi hizi
za kina hii ya kina Rigiji DCP, umechaguliwa, umefika pale bungeni. Ukifika bungeni hata jua umetoka hata taka kujua umetoka chama gani. It's either you're on the majority side, walio wengi, ama minority, walio wachache. Nataka kuelewa, umesema wewe ni wa UDA. Ndio. Kwa hivyo unamaanisha unasema two term? Mimi ni two term. Mbona two term na kuna kelele nyingi sana? Kelele ikosi. Inakuridhisha hiyo kelele ama ikutatize? Unaona iko sawa, watu wapige kelele na wewe kunasema two term? Mimi kuniridhisha. Kama kijana nini kinakufanya mpaka unasema two term? Kama kijana hapa Taita Taveta. Aswa wa Taita Taveta. Ama sio kama kijana, kama mkazi wa Taita Taveta. Kwa sababu nikisema kijana pengine nitakuwa naashiria baadhi ya yale maendeleo yameletwa hapa, pengine ni ya vijana peke yake. Sawa, sema kama mkazi. Kama mkazi wa Taita Taveta. Tuko na baadhi ya maendeleo ambayo tumealilia toka serikali ya Kenya, toka nchi ya Kenya ikue niyo Kenya ipewe madaraka. Kuna barabara ya Mto Magodi hadi Bura imetajwa na kila serikali. Imekuwa ikifanya. Leo tukiwa tunazungumzia ile barabara, heavy grading na nini imefika almost tuko mbali. Na walituashua kwamba kufikia mwezi wa 3 next year itakuwa inamalizika. Ile barabara tufungue macho. Tuangalie kwamba pengine uko na mgonjwa mbale Iriva pale ama Wanganga. Mgonjwa anastahili kuchukuliwa na ambulance afike Voi. Kutoka pale Wanganga hadi ukuje Msau, au Wanganga ufike Mlechi, ufike after Mlechi kuna mahali kunaitwa Ngolo ya Vaka, na alafu kuna mahali kunaitwa Mnyuchi, alafu sasa ndio ufike Msau, alafu kuje ukie Mto Magodi. It will take you less time to travel through that road ufike Voi. Lakini without that road ina maana kwamba utatoka Wanganga upande mbali River, upite Mwanguvi, upite kwa Hebrons, after Hebrons ingie Bundanyi, sasa ndio anze kuteremka Josa, Dembwa, Mwatate, Mwatunge. By the time unafika hata hiyo Mto Magodi pengine tutakuwa tumepoteza huyo mgonjwa. So hiyo ni kwa masuala afya, ile barabara itakuwa imefungua ile nafasi, imefungua ile njia, ile region. Barabara. Ile barabara itakuwa imefungua ile region. Jambo la pili, ile barabara it's like iko na feeder roads zingine ambazo watu wa huko Bagau Ronge badala kuzungukia huko chini Bagau akuje Ronge juu ndo aanze kushuka chini akuje mpaka Mwasere wapi huko akuje pale Bagau anashuka anaingia hapo Msau anatokelea barabara anafika Voi haraka. So kuna wakulima pale juu, wale wakulima wanakuja hapa chini kununua hizo farm inputs, fertilizer, majembe na nini, wanapeleka pale. Ile barabara itakuwa imewarahisishia. Pengine bei ya pikipiki, kulikuwa kuna magari, unakodisha pikipiki kutoka Voi hadi kule mlimani, ile gharama itapunguka. Ina maana kwamba gharama ikipunguka ya uzalishaji, gharama ya ile end product pia itapunguka. Kuna pale juu milimani tuko na mandhari mazuri sana ya Taita Taveta. Lakini mara kwa mara tumekuwa tukipitia na hii njia ya Josa kupanda hivyo, watu wameona hiyo side moja peke yake. Pale kuna Mwandongo Forest, kuna nini. So ile barabara itakuwa open that area even for ecotourism activities. Apart from that, ile barabara hii ya Josa tumekuwa tukilia sana, imekuwa black spot. Tumepoteza familia nyingi sana pale, tumepoteza wanafunzi wengi sana pale. Mara kwa mara unasikia kumekuwa na accidents za kutosha, na tumekuwa tukiomba alternative kutoka kwa serikali ya kwamba Mto Magodi ni alternative nzuri sana Mto Magodi, kwa sababu mtu mwenye ametoka Veruga, kama una uzoefu wa kushuka ule mlima, utatoka Veruga ushuke Mbale au ushuke Mbale upitie Msau kuja kutokea, au upitie Msau kuja kutokea Mto Magodi. Na itakuwa umeokoa maisha ya wale watu, kwa sababu pengine hauna uzoefu wa hiyo milima ya Josa na Dembwa. Ni jukumu la serikali kufanya miradi ama ni kama zawadi? Ile ni jukumu la serikali. Mbona unazungumza kana kwamba si jukumu la serikali? Ni jukumu la serikali, lakini nataka ufahamu hivi ya kwamba wakati serikali inafanya miradi pale bungeni wanaulizaga ile impact itakuwa kwa watu, kwa population, kufikia watu wangapi nini. Kulikuwa na mjadala hapa one man one shilling, ya kwamba walio wengi tuwapee pesa nyingi. Serikali ikasema hapana, kaunti kama za Taita Taveta hazitaipata miradi. Kama unakumbuka huo mjadala ambao ulikuwa unaongozwa na aliyekuwa naibu wa rais Rigiji. Sasa nakuja hapo, barabara pekee yake inakufanya useme tuta. Si barabara ni mradi mmoja ambao nimeutaja unakata across several sub counties. So kwa hiyo kama ni nini, so unapata Taita Taveta ingekuwa kwamba tunasema ni haki yetu
tumekuwa na serikali kuanzia mkoloni aende. Marais wamekuwa wakija pale Mto Magodi wana launch hiyo barabara, haijafanyika, lakini leo hii inafanyika. Kwa hivyo kuna watu ambao wameguswa different sectors ambazo nimestaja: kulima, afya, wananchi wenyewe, elimu sekta. Kuna shule pale inaitwa wanaibandika jina Mwadeu High School. Ukipitia na hiyo barabara itakuwa rahisi sana kufika. Sasa elimu pia itakuwa imeguswa hapo. Ukitoka hapo kwa shule kuna ukitoka hapo kwa shule kwa masuala ya barabara, jambo la pili ambalo nataka nikuambie, watu wataongea mengi lakini tusicheze na afya. Watu wanasema you are just one hospital bill. You're just one hospital bill away from your poverty. Sasa unapata kwamba hii swala la SHA, ndio SHA tumeipigia kelele nini na nini, lakini ukizunguka vijijini leo hii hata waheshimiwa watakwambia michango ya WhatsApp group imepungua sana ya kuchangia, tuko na mgonjwa kwa hapa, tumchangie ambulance, tunapoteza mgonjwa. Leo hii tunapozungumza under SHA, rais amelaunch ile ya emergency response ambayo itakuwa catered na SHA, kwamba kama una pesa acha SHA ikulipie wewe, ubebwe na ambulance ufike hospitalini tuokoe maisha, ndio tukuje kujadili baadaye. Hiyo SHA kuna wagonjwa wa cancer patient ambao wana saratani na mahali ya magonjwa NCDs, non communicable diseases, ambayo ina contribute almost over 55% of hospital admissions and over 60% of hospital deaths. Lakini Bwana Ngoo, umejaribu kuangalia kauliza hospitali ama shule serikali za county, SHA inarusha pesa ngapi kwa hospitali? Naelekea hapo. Manake unapata kuna changamoto sawa, watu wapo kwenye SHA wamesajili, lakini unapata hospitali nyingi ama kaunti nyingi zinatatizika kuendesha hospitali kwa sababu pesa zinazoletwa kwa hospitali ama kwa kaunti ni kidogo kutoka Nairobi. Hapana, naelekea hapo na nitakupea mifano mizuri sana. Utapata SHA inalipia mgonjwa wa saratani around 800,000 ile cover. Na huyu mgonjwa ayemwangalia amelipa pesa ngapi? Pengine premium yako ni 500 kwa mwezi. Hiyo ni 6,000 kwa mwaka. Lakini huku mkilipa 6,000 kwa mwaka, umekuja umepata cover ya 800,000 ya ugonjwa mmoja ambao ni saratani. Challenge kubwa ambayo iko kwa county governments leo hii, na nataka uende uijadili vizuri. Utapata kwamba yule mgonjwa atatoka hapa Taita Taveta, Voi, hatuna labda hiyo cancer center ama nini, aende kufanyiwa hiyo kama ni radiology na nini, hizo ile process ya kumtibu iende fanyiwe huko nje ya Taita Taveta, pengine apelekwe Kenyatta. Ile pesa itaenda Kenyatta almost yote. Lakini mgonjwa ni wetu wa Taita Taveta. Ingekuwa tuko na miundo misingi hapa kama county tumewekeza, ina maana kwamba tungekuwa tunapata referrals. Leo ukipata mgonjwa hata wa ICU ambaye labda pengine inapewa mgao fulani na SHA, mgonjwa anakuwa referred kutoka hapa hivi Taita anapelekwa Mombasa. Wagonjwa wa surgeries, most of the major surgeries hazizifanyika Taita Taveta kwa sababu hatuna ma ICUs. Sasa inabidi yule daktari anakuambia mimi amefanya ile pre-authorization kwa SHA, amekubali atafanya ile surgery, lakini anakuambia siwezi fanyia Taita kwa sababu nitakuwa na risk maisha ya huyu mgonjwa. Acha twende tumfanyie hospitali nje ya Taita Taveta, ndio akitoka pale kama amezidiwa tunamuingiza kwa ICU ama HDU. Tungekuwa na hizo miundo misingi kama county leo hii tungekuwa tuna benefit. A good example Kiambu County tumeona, Makueni County hapa tumeona. Ni serikali ngapi za county ziko na hizo vigezo, ziko na hizo equipment zote? Kwamba sasa ndio iwe SHA inasaidia mgonjwa. Na maanisha hata pengine county zingine zote itabidi wagonjwa wote waende wajipate wanaenda Kenyatta. Inamaanisha pesa zinatoka as much as health is devolved, lakini pesa nyingi za SHA zinaenda tena kwa Kenyatta. County zitasurvive. Health is not kama itasemekana kama itasemekana SHA inasimamia ugonjwa ambao pengine vifaa vyake havipatikani sana katika hospitali nyingi za county. SHA inasimamia. Sio ni kama ni mtego. Sasa tulia, si mtego. SHA inasimamia magonjwa yote. Lakini fedha nyingi zile zinatibiwa. Sasa hizo fedha kama sasa umesema kwa mfano kama saratani ama cancer, I'm going 800,000. I'm not going, pengine haizi tibiwa na si county zote ambazo unazopata haya matibabu yanapatikana. No, I'm going there. And even in Mombasa it's because of Coast General ambayo bado ilikuwa ni hospitali ambayo ilikuwa inasimamiwa na serikali kuu. Unanielewa? I'm going there. SHA and your health is not fully devolved. Kuna zile national hospitals ziko under national government. Hata ile board of directors na nini is the national government. Hilo nalifahamu. So health is not fully devolved. Twende kwa dispensaries. Dispensaries wanapata pesa direct from SHA.
and they can procure, wanaweza fanya ile process ya procurement ya madawa. Ngapi? Sasa ile pesa kulingana, tulia, ile pesa kulingana na wale wagonjwa ambao unatibu. Mimi nikuja kwa dispenser kwa mashinani ni wengi sana. Mimi niende lakini wale unapata hospitali nyingi zinasema pesa haitoki ya kutosha Nairobi ya SHA. Wagonjwa wanakuja wanatibiwa. Wagonjwa na ndio hospitali nyingi unasikia zinalalamika hivyo. Sasa wacha mgonjwa anaenda anatibiwa. Unanielewa? Wewe unaenda wanasema mgonjwa anatibiwa, anapata madawa, anaenda nyumbani. Lakini hospitali imebakia na pengo. Let me reason. Itatoa pesa wapi ya kununua? Acha ni reason na wewe hivi. Acha ni reason na wewe hivi. Kila mwaka wa kifedha wa serikali huwa county huwa inatenga fedha kwa bajeti, na bajeti ya health ama afya ndio imebeba mgao mkubwa sana, around 2.something billion kama umepitia bajeti. Kwa hiyo 2.something billion kuna mishahara ya wafanyikazi ambao wanalipwa na county, kuna mijengo ama miundo misingi ambayo inafanywa kwa hizo madispensary, labda kununua equipments 2-3, kuna budget ya madawa iko hapo. Baada ya hapo budget ya madawa kuna tena zile nitakwambia nini, pengine labda ma CHPs wako kwa ile primary health care, ule mgao, kwa sababu CHPs wanalipwa na serikali kuu pesa kiwango fulani na county government inawalipia kiwango fulani, pia wako kwa ile budget ya health. Hapo kwa hiyo budget ya health, whatever SHA is doing, sitari ulikuwa umeshatenga bilioni zako 2 ya kwamba labda umetanga milioni 800 naenda kununua dawa Taita Taveta. So ile dawa kitambo tulikuwa tunaenda hata kwa dispensary, ulikuwa unatibiwa bure. Tunakubaliana na wewe hiyo? Ama unakinzana? Ulikuwa ukienda kwa dispensary unatibiwa bure, na utapata dawa, utapata kila kitu. Ukitoka hapo kwa dispensaries uende zako nyumbani. Ulikuwa ukienda labda kwa health center, ama hata kwa health center ilikuwa bure, ama ulipe ile 20 bobs juu ya watchman. Kwa kifupi tukisema na kwa sababu ya muda, kwa hiyo sababu umenipatia sababu mbili za kusababisha kusema two term. Acha nimalizie ya Mtomogodi. Acha nimalizie ya health. Hiyo bado kuna maswali mengi sana katika SHA wananchi wanauliza. Sasa hiyo ya health nataka nimalizie hapo kwa SHA. Hiyo pesa tayari ilikuwa imetengwa na county governments. So whatever SHA is doing is complementing what counties are doing. So kama ile budget ya SHA, it means ya kwamba yule mgonjwa asipoenda kutibiwa hospitali ameke ile claim kwa SHA, ina maana kwamba utakuwa umepoteza tu ile mgao wako wa SHA. Lakini leo hii tukiwa na wagonjwa ambao wanakuja pale wanapata hizo services zote kwa health centers ambazo zinasimamiwa na county governments, ina maana kwamba pia mgao wetu kama county ambao tunapata kwa SHA tutakuwa tunapata. Kwani unataka kuniambia wale wagonjwa wanaenda kwa hospitali dispensary hawataki kutibiwa? Wanataka kutibiwa, lakini wakikosa dawa seti mgao, wakikosa ile dawa pale, it means kesho hata kuwa na trust ya kwenda pale kwa dispensary. Ataenda kwa private kwa sababu naye dispensary wanakuambia ataenda kwa private kwa sababu akienda kwa private atapata kila kitu. Ndio dispensary watakwambia watatumia pesa wapi za kununua dawa za kesho, kama ile ambao walitibu mtu last month ya SHA, bado SHA haijatuma huko, kwa sababu inamaanisha na kukopesha ni kama hivi, ni kana kwamba SHA vile ambavyo wenyewe wanalalamika, SHA ni kama hospitali zinakopesha mgonjwa alafu kuna baki pengo. Nani wananunua vipi dawa? Nimetoa hiyo dhana, nataka unielewe hivi. Kwa hivyo kwa mfupi tukimaliza tukitoka kwa hilo swali. Tukitoa kwa hiyo swali, ile pesa ya SHA kivyovyote vile counties wasipo claim iko pale juu, ni kikapu iko hapa juu. Counties za claim. Iko pale juu. Tulia, iko pale juu. Private ikiclaim inapata, public ikiclaim inapata. Lakini ile pesa ya kununua dawa kwa primary health centers tayari sisi tunakuwa tumeshaweka ingine kwa budget yetu kama county. But ile imekuwa na ile blame game ya kwamba mimi sijafanya kama county government, acha niekee hii tatizo kwa national government. CHPs walikuwa wanalipwa na national government. County government ikacha areas nyingi, sasa ndio imeanza kupunguza hizo areas. Lakini si walikuwa na laumu kwa hiyo swala, lakini kwa ufupi, kwa hivyo SHA is a national project. Cuts across. Hakuna mwananchi wa national. So Taita Taveta, the only reason why wewe kama mkazi wa It's not the only reason. Those are two things I've mentioned. The only thing that ambayo at least umezipea priority katika kama mkazi wa Taita Taveta. Kwa nini unasema two term? Barabara ya Mtomogodi peke yake na ukanitarajia ni SHA Mtomogodi peke yake. No, that's the only problem katika county hii. Kwa sababu umenkata pengine ya well explained. Hapana, umemaliza kuzungumza SHA Mtomogodi na ukasema upande wa health mwenyewe ukaanza kuenda katika SHA. Sasa acha niendelee. So ungekuwa ungenitajia projects za Taita Taveta. So acha niendelee ndio nikuelezee. SHA is a national project. But Taita Taveta it seems only barabara ya Mtomogodi imekufurahisha, which is okay. Lakini mimi nikauliza kwa nini not Mariki? Kimari.
Kwani barabara ni moja ya Mto Magodi, kuna barabara ya barabara ngapi zimejengwa? Barabara ngapi zimejengwa za serikali kuu hapa Taita? Ngoja ngulize swali. Tuzungumzie. Zile barabara zote ambazo ziko under KERA na KURA ni serikali, ni barabara za serikali kuu. Lakini na zinafanywa grading, zinaendelea. Sio jukumu la serikali ama wananchi wanafanya? Ndio, ni jukumu la serikali, sikatai, ni jukumu la serikali. Tumekuwa na serikali mbeleni, zimekuwa zikifanya, zilikuwa zifanyi because we never mattered to them. But this time, for the first time in history, serikali it has mattered. Utoke kwa masuala ya barabara. Sasa ngoja kwanza. Utoke kwa masuala ya barabara. Ngoja kwanza. Kwa sababu serikali yenyewe ilikuwa haifanyi maendeleo miaka iliyopita. Basi miaka hii inafanya. Sasa inakuwa ni kama ambaye wamepeana zawadi. Jukumu lao walikuwa wamefaili. Wananchi waingiliwa wapi kwamba wafurahie? Serikali zilizopita, lakini bado serikali serikali tu. Haijabadilika. Bendera ya Kenya ni ile ile, haijabadilika. Crown ya Kenya ni ile ile. Mbona sasa leo hii tunabembelea tunasema basi tunafurahia umeletewa? Kwa nini hivyo? Kwa sababu wananchi wetu walikuwa wanahitaji mambo. Sasa hiyo na barabara, acha nitaje baadhi ya mambo kwa ufupi tu. Hapana. Hayo tutayazungumza katika mkao mwingine. Nataka kuzungumzie tukio la kule Olkalau. Before tuende Olkalau, because I think I'm here because I've said it's two term. Olkalau will not matter to me mostly than the projects that have been done to Taita Taveta. No. Sasa tulionyelezea issues in terms of prioritization. Let me priority ya barabara na miradi mingine Taita. But you have mentioned about SHA. Ambao SHA is a national project. Ndio, SHA menyewe because SHA is important. Sasa hii time yenye tuna argue ningeelezea ingine. No. Kuna swala la wildlife compensation. Swali langu. Tulia sasa niseme kuna swali langu nimekuuliza. Tunapaka tuwe na muda. Sikatai. Swali langu nataka kujua what is your take about what happened in Olkalau? Olkalau will not matter to me more. Olkalau will not matter to me more than the projects that have been done to Taita Taveta. Is not a litmus paper to test the policies? I don't know whether it's a litmus or not, but let me explain. Kuna swala ya wildlife compensation. After wildlife, acha ni explain. Mbona sasa nisi explain miradi ambayo serikali imewekeza kwa county so that I can convince yule mwenye atatunisikiza ajue kwamba serikali imefanya ABCD in Taita Taveta. Kuna wildlife compensation imefanyika. The last compensation is not a national thing. It's happening across the country. So you have asked why it's two term. Two term is a national conversation. But haiyapendi kila mahali pengine. Two term, it's a national. Taita Taveta received the highest amount. The highest amount Taita Taveta received, and it was launched hapa in Voi na Waziri Penina Malonza back in 2023. Hiyo pesa ni ya lini? 2020. Hiyo ilikuwa compensation ya all claims before 2014 zenye zilikuwa zimesaulika, wakalipo hiyo 2023, and as we are going it's a new yenye the compensation, is it a reward or it's not a reward. Mtu aliuliwa na ndovu, mimi yake ililiwa na mimi mwenyewe, ndovu zimeikula shambani kwangu. Sheria inasema masi, sheria inasema hivyo. Sheria inasema but it was not being done. Serikali inatekeleza sheria, mbona ilikuwa haifanyiki? The last compensation, kama mtu wa 2014 anakuja kuwa compensated 2023, ina maana kwamba ina maana kwamba ilikuwa haifanyiki. Ni makosa ya mwananchi ama ni makosa ya serikali? Tumemaliza compensation. Ilikuwa ifanyiki, serikali imefanya. That's why it's not happening. Probably because the government that was then, it was not a priority to them. So but wildlife issues, wildlife conflict is an issue in Taita Taveta. So it means hizo previous governments we never mattered to them. Lakini serikali ambayo imeingia we mattered. Ukienda kutoka masuala ya wildlife, tukizungumzia hapo about wildlife, talk about the snake bite compensation. Snake bites ni sheria ambayo inafaa, ili sheria iko bungeni. Kuna a new Wildlife Conservation Amendment Bill inakuja bungeni ambayo itatoa hii KWS yote, ilete wizara mpya wildlife. Kwa hivyo KWS wanatoka, yani it's like a rebranding inafanyika, yani rebranding of KWS wakuwe na more powers, kwa sababu for so long we have always complained KWS watulipi, lakini mwenye anafanya compensation it is the ministry. But how does the Department of KWS? So rebranding ya KWS inatusaidia hivi kwa sababu yule ofisa mwenye ana assess ni ofisa wa KWS, right or wrong. Si ndo anakuja pale na kuassess kwa ground ya kwamba huyu ameumwa na nyoka, mfanya nini, aenda hospitalini, ajaze hizo form ofisa. So KWS inapewa nguvu na zile ward compensation committees pale zinapewa nguvu, so that ile claim ikitoka pale it does not need to be reviewed again. Wapewe na compensation ikuje at the county level. So claims zote za Taita Taveta zikifanyika hapa si lazima iende Nairobi, ichujwe sijui Nairobi, iregeshwe hapa Taita, wengine watoke, inafanyika hapa. That is a general all the claims. Mimi nakuuliza
ya snake bite hiyo kwa hiyo sheria Wildlife Conservation Act ambayo amendment bill ambayo iko bungeni, it's supposed to include hiyo snake bites, lakini walitoa pale. Why is this government not making that one workable? Because Taita is one of the people who are suffering. Who sits in parliament? No, usiniulize mimi kwa sababu wewe unasema tu. Who sits in parliament? It's a collective issue whether it's 2 term or 1 term. Hata yule Munge mwenye ako Taita Taveta anasema mambo ya 1 term. Acha tumuone pale bungeni akituambia mambo ya snake bites. Lakini hawezi acha wananchi wako wateseke tukisema hiyo ni issue ya serikali. Hapana, hakuna mwananchi wa national, hakuna mwananchi wa 2 term ama 1 term. You are elected 2 term ni kusupport tu mrengo, but wakati you are offering that services as a leader, there's no citizen wa 1 term or 2 term. You offer wakati wana apply bursaries. Sasa nikakuuliza katika mmoja ya yale mazuri ambao wewe unasema serikali hii imefanya, unasema 2 term unashabikia. Kwa nini basi wasione huruma pia wakarudisha hii wakalipa watu wanyoka? Ni sheria ambayo viongozi wengi, ni sheria ambayo kulikuwa na lacuna of law. They have majority. That's why they've proposed for the amendment bill. They've proposed for the amendment bill of the wildlife to not only to rebrand KWS. Kuna minerals ziko kwa park. Minerals KWS they only own wale wanyama. So zile minerals ambayo iko pale kwa park, it's supposed to be governed by the county government. Tutazungumza haya mambo. Mimi nikuuliza swali langu na hoja nijibu. As a 2-term person, nilikuwa niseme miradi. Nenda KWS, nilikuwa niongelee mambo ya stima. Nilikuwa niseme mambo ya stima. Nilikuwa niongelee mambo wa walimu kwa wajiri wa kazi wa walimu. Hiyo ni responsibility ya serikali, lazima iangalie. Nilikuwa niangalie masuala ya wajiri wa walimu. Ngoja kwanza. Nilikuwa nizungumzie masuala ya appointments. No. So that I can convince you. Tumia show yangu vibaya kutaja project na mimi because umeniuliza swali sasa tumalize. To me Olkalau will not matter. No. Olkalau it has to matter to you as a 2-term person because the candidate wenu hakushinda. There's a resources mlitumia. That was a kind of a litmus paper kutest ama kuonyesha siasa za mwaka ujao zinaenda vipi. Acha nikuulize hivi. Do you think that Olkalau thing can be replicated in Taita Taveta County? I don't think so. Why? Because of the following. One, the MP wa Olkalau mwenye alifariki alikuwa ameshinda na chama cha Jubilee. Kama umefanya research. Endelea. Alipita na chama ya Jubilee. Ukiangalia 2022 Mlima Kenya yote 90% of the seats walishinda na UDA. Kumaanisha kwamba huyu mtu ashinde na Jubilee pale, chama maarufu pale ilikuwa chama ya Jubilee. Menyelewa? Endelea. Haya. Mbeere North unge compare na Mbeere, unge compare na hizo mahali kwingine penye UDA imeenda kishinda, pia ingekuwa labda tunaweza sema pia hiyo ni litmus ya kwamba venye Mbeere walishinda na hiyo it's a litmus. Venye just like Msambweni venye ilishinda in 2021 it was a litmus. So hii ya Olkalau moja, one against over 10 by elections ambazo zimefanyika. It cannot be taken as a litmus paper. So then secondly, mimi sikuwa kwa by elections lakini ukiangalia tu nini na pesa zilichomeka nyingi sana. Sikuwa pale kwa ground eti kusema kwamba niliona hivi na hivi. We only saw media highlighting ya kwamba hii imefanyika na hii imefanyika. But from whatever happened, did the government invest? Government will always invest. But was that government will always invest to not that magnitude? Government will always invest because within a short period. Because it's politics, and politics is all about interest. Was that the best way to utilize to use Kenyan tax? Probably wale wananchi ndio wali suggest tunataka hii na hii. Wewe ukienda kufanya rally pale Olkalau labda alisema mtuletee hii. Hizo zote labda wao ndo walitaja. So I cannot criticize nisema kwamba ilikuwa vibaya serikali kupeana mradi fulani na fulani Olkalau wakati huo mradi pengine hao wananchi walikuwa wanahitaji huo mradi sana. And probably it was an opportunity time for them to request some of those projects from government, considering the former MP was not aligned to the government. So wakaona the same way miradi ilienda Nyanza. Sasa ndio nikakwambia either kama ilikuwa ni sawa yao alisa miradi. Do you think what happened in Olkalau in terms of voting, decision by the voters, can happen in Taita Taveta County? No, it cannot happen. Why? Because one, in Olkalau
they have their own kind of politics that are totally different to Taita Taveta. Issues za Ol-Kalou haziwezi kuwa issues za Taita Taveta. Ol-Kalou ukituambia kwamba masuala ya Ol-Kalou yatakuwa hapa Taita Taveta sijui nini. Those people have numbers, we don't have numbers. That is one. Numbers, what do you mean by numbers? Numbers. Population ya Mlima Kenya wako na watu ambao pengine they can negotiate for most lots and everything compared to Taita Taveta. Sisi hapa Taita ndio tuko wengi, lakini watu wetu wengi wako na kula nje. My question is, swali langu ni kwamba Taita Taveta miradi, serikali imekuwa ileta miradi mingi sana. Hiyo umesema barabara umetaja, na zile zingine umesema ulikuwa unataka kusema umetaja hapo, ukiwa naiba tumia muda wangu vibaya. Ni kwamba hizo miradi zimeletwa ni sawa, ni wananchi waliitisha. Na wewe kwa maoni yako unahisi ni wakati huu sasa serikali imesikia kilio cha wakazi wa Taita Taveta, imefanya miradi, si ndivyo unamaanisha? Nimesikia. Kwa hivyo Vundanyi kuna substation ya 425 million. Ni sawa. Hiyo miradi yote imeletwa kwa serikali Taita Taveta imefanya katika kipindi hiki. Je, wasipopigia kura Rais William Ruto? Hivyo ndivyo ile happen kule Ol-Kalou. That is democracy. Mariki Kimari. Democracy mimi sitakuja kwako ni kuforce. Does that give you put you as two-term people going back to the drawing board kufikiria wewe kama kijana unazungumza aje na vijana wenzako ndio wasifanye kama vile Ol-Kalou wafanye? Serikali kama imeleta miradi government agenda drawing board, agenda drawing board, kila kitu sawa. Government agenda drawing board it's still implementing. Ol-Kalou nikwambia aje, kuna msemo unasema sijui nini new meli kubwa sijui nini kitu kama hiyo. Ukiona chama chako kimetiwa maji that is only one. What about other 10 by elections that UDA won, including in Western region? This is only Ol-Kalou. Unazungumziaje? Aisha Juma ametoka chama. Aisha Juma tukatai ametoka chama, lakini hizo si indications za kuonyesha kwamba kuna, it's not indication, it's about interest, kwa sababu kulikuwa na conversation inaendelea kwamba for us to get more governors we need to do ile inaitwa zoning. Kulikuwa na hiyo conversation inaendelea ambapo wale governors ambao wanakaa kwa kiti sahihi na wamefanya opinion polls ya kwamba wako na umaarufu bado, we can still kill other political parties which are small, then have one big political party ambayo tutakuwa na magavana wengi. Tuliona Speaker Kingi akiwa chama chake. Unafikiria hiyo ni sawa? Kulingana na mimi, according to people now, we don't have any party. Tuko na vyama vingi. Sisi wa Pwani ndio hatujaingia kwa hivyo vyama. Hapa Taita Taveta very strong parties. No, hapa Taita Taveta tuko na vyama. Power was one of the strong parties. PA imezaliwa juzi. But it managed to gain good number. Umesema hatuna chama hapa. Umesema hatuna chama hapa Pwani. Mimi nataka nikosoe kwamba tuko na vyama vingi. Sisi ndio hatupendi vyama vyetu. Hapa Taita Taveta. Hakuna hata kama chama utakipenda Rogers. Kama tayari PA ilikuwa ni wa coast. Ilikuwa kutoka na ikauliwa ikakubali wakakuua. Mbona chama kupisha chama kubwa? Mbona chama ya Mwandaviro Mganga isikuwe chama ya Coast? Mbona hii chama ya Stephen Mwakesi isikuwe chama ya Coast? No. But alafu mbona PA imejaliwa jana? Mbona PA yenye imezaliwa jana unasema ikuwe chama ya Coast? Wewe ile nafasi ya Kingi imekubenefit vipi kama mkazi wa Taita? No. A question is People's Empowerment Party haija kupata viti vingi kama vile PA ilipata. Chama ya Mwandaviro Mganga haikupata viti vingi kama vile PA ilipata in most of the coast counties. Ni kwa sababu sisi already shows that PA if you ni kwa sababu sisi hatukuingia kwa hivyo vyama vya nyumbani. Na kwa nini mlikubali basi hata hiyo ya watu wa coast? Na wewe uko two term kwa serikali na Kingi yuko kwenye serikali. Mbona mlikubali ninyi kama vijana wanasiasa wachanga mkakubali chama kikauliwa? Mimi si kwa chama gani? Mimi si kwa PA, mimi nimechukua na chama cha UDA. Tumekuwa hapa tukifanya conversations za Youth for Ruto, tukienda huko tukipigwa matia gas, tukatoka hiyo safari ya kutoka. Kwa hivyo wewe unafurahia chama cha PA? Sifurahii, Kingi pengine alinegotiate ya kwamba mimi nikipata you are a speaker. Speaker wewe ni party leader. Unafurahia kwa party leader? Unafurahia kuchipuka kwa vyama kama People's Empowerment Party ya Taita Taveta? Mimi nafurahia vyama vije mashinani na vile vya watu. We have over 97 political parties as a nation. Mbona wewe ujiunge kwa moja ya vyama za Taita? Mbona wewe ujiunge moja wapo ya vyama? Kwa sababu ya ideologies. What do you mean ideologies? Chamas ni ideologies. Ideologies za chama ni gani? Wewe unaenda kwa chama pengine ni watu wa sasa chama ambaye ideology haikufurahishi chama ya kwenu, mbona usikuje kujenga ideology ya chama ya kwenu?
ukawabadilisha ukaonyesha mwelekeo? Kwa nini uende utumie upatie investment chama ya mtu wa huko ambaye si wa huko? Hapana, UDA si kama wewe kweli unapenda UDA si eti ni chama ya watu wa huko. Where did it originate? UDA tulikuza sisi. Tulikwambia tulianza Youth for Ruto. Yes, Barageni nimekwambia nimekuuliza swali kuhusiana na chama ya PA. Ukaniambia Kingi ametufaidi nani? That I'm asking you, who is the owner of UDA party? UDA, it's party members. Didn't they originate in Taita Taveta? Party members ndo then it means nyinyi kama wewe speaker na wale wabunge wengine wa huku coast mngekuwa build your own coast parties. Amuone kama hapo mmefail? Hatujafail. Hatujafail. Hapana, kwa nini mkakubali chama chenu kikakufa mkakiacha? Then mngekuwa mmeingia kwa vyama. Mimi I was responding because you focus so much on PA, ndo nikakukumbusha kwamba I just give you an example. Nikakukumbusha si PA peke yake imeuliwa, kuna chama ya Wetangula was a speaker, chama ya Mudavadi. Hivyo ndo nasema mlikuwa kuna zoni mkaonekana vile chama ndogo zikufe. Si eti chama ndogo zikufe, mali ambapo kulikuwa na sitting ama the current leaders ambao wako na upato wa kurudi mara pili. Let us build them. Let us build them. So Aisha Juma katoka pale, lakini Mgala muue haki yake mpe. If it is someone that Ruto pushed to be where she is, it's Aisha Juma, because wewe umeshindwa, haina shida, wewe umeshindwa kura ya ugavana ukapewa. Tulianyeleze, kuna tatizo lolote? Haitatatiza sana kwa sababu tumeona kina Owen Baya pale wamemjibu, kina Mungaro wamemjibu, hilo kina Fikirini hapa vijana wadogo wamemjibu. So wale watu wa Kilifi wamemjibu Mama Aisha Juma, lakini it will be very ungrateful. No, it will be very ungrateful. This is the president, your party leader. Umepoteza kura kiti cha ugavana, wamekupea waziri, mkafanya sijui nini waziri, vijana wakaenda kwa street, mkasema wewe ukaambua utoke ukae kando, wakakupia board appointments, Kenya board appointments, tena kwa board ya kujenga mabarabara na nini yoyote ambayo iko na iko na mgao mkubwa, na bado because of your selfish interest unasema hapana, mimi lazima nitoke hapa nini na nini vitu kama hiyo. Lakini Mgala si Aisha Juma ndio amekuwa rais akilaunch miradi ya stima Mariakani ile substation, akienda huko kufungua miradi ya pale port, akifungua miradi kadhaa, akaenda Mombasa akafungua mambo ya affordable na nini. Aisha Juma ndio alikuwa anaongoza msafara. Tuachana mambo ya Aisha Juma. Kama kijana ambaye yuko kwenye siasa, kwa nini vijana mnatumiwa sana kuleta furugu katika uchaguzi? Mimi sijatumika. Don't muona vijana wenzangu wakitumika. Ninyi vijana ambao mnapenda siasa ndio mkiketi katika mikao. Kwa nini nini kinawafanya mpaka mnakubali kutumika kisiasa? Who said that? Tukikae kwa mikao gani? Sisi kama vijana tukaa pale kwa mikao, we negotiate the best interests za vijana wenzetu. Hakuna siku nitaenda kwa hapana, hakuna siku nitaenda kwa kikao cha kisiasa na party leaders ama nini niseme kwamba tunataka guns. That can never be go. And I've never had any youth mwenye amefika pale kwa ile table akisema kwamba tunataka guns. So lakini whatever happens ni kwamba kuna ile mobilization ambayo inakuja. Unasikia kwamba kiongozi fulani anakuja. Juzi tumekuwa na wageni hapa wanakafanya mobilization. Vijana ndio walikuwa wanafanya mobilization. Hao vijana ndio wanakubali kutumika vibaya. Unapata umekuwa mobilized ukuja kama pale supporter, lakini kwa sababu ya mbwembe na sherehe hapa na pale unaamua kujinvolve na mambo ambayo haujaambiwa ujinvolve. Pengine for good example, vijana wenye ambao unakuaga na political rally ambayo inakuja, mtu anakuja pengine na kuvunjia kioo ya gari yako. Hajatuma avunje, lakini it is out of that excitement na nini, ama pengine ametumia vileo ama nini, ameamua acha ni gonge hapa. Lakini there is no leader. Nikuulize Ngoo. Wewe kama kiongozi, speaker na hizi wanasiasa wale wachipukizi, mketi katika haya mabunge yenu, hata kama ni Coast Region na pengine na other counties, mnaongeleshanaje kuangalia kama mna tabia hii inarekebika? Maana inaonekana ikitibuka tu tutasema nyinyi vijana chipukizi mnaojifunza siasa ndio mnatumia hawa ndio timu yenu mnafurahia. Because who are funding you by the way? Hapana. Vijana, gunship has not started with this generation. Let us be but saizi imeonekana imekuwa very aggressive. Mheshimiwa Mwandaviro Mganga alikuwa student leader University of Nairobi. Na huo wakati wao wali create chaos paka wakaenda kufanya ile gwaride la president, wakaenda
kagua gwaride la president. That's what I'm You agree with asking, me? So gunship has not started with this generation. No, that's what I'm asking. But this time ni kama imekuwa too much. Hapana, it's not too much. So it's not what too is the much. genesis of it? And in fact, the youths, vijana wa sahi, the current generation, they're very lenient in such a way that if they're doing demonstrations, they're always peaceful. Lakini hao wanasiasa ambao wako na dhana tofauti ndio wanatumia hayo maandamano ku infiltrate their own goons. Na mbona mpaka sasa kulikuwa na tulia. Kulikuwa na wizi wa kondoo pale kwa shamba la Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na ni vijana wa eneo lake ambao walitumwa na aliyekuwa naibu wa rais waende waibe zile kondoo. Ni vijana walitumwa. That's what I'm asking. Why are the youths being used? It is leaders with their own interest ambao wamewatumia. No action is being taken to those people who have been mentioned like suspects. Why? The moment, challenge kubwa yenye iko kwamba the moment unashika one of the limelight politician huko juu, the same youths wale followers wake ndio nakuja mwachilie wetu, huyu ni wetu nini, enda shika drug lord Lewi, wale vijana ambao wanamwaga ute kwa kutumia miadarati, they'll be the first one to criticize you na kwambia enda ni uone pengine ni mhalifu ameshikwa, mhalifu sugu ambaye anakula nao vijana chini. There'll be the same people will come there na waanze kukwambia hapana, huyu ni wetu, mtu wetu, mwachilie sijui nini na nini. So it's all about all in all it lands na pale kwa swala la interest, because that person caters their interest. Pengine interest zake ni kwamba mimi am addicted to this and this drug, nikienda kwa hii jamaa napata, so the moment source yake inashikwa hivi, I have to react. So what is the solution on that? Solution on that is probably let us raise civic education among the youths ya kwamba there is no power in gunship. Tumeona guns wengi sana wamepoteza maisha. Tumeona guns wengi sana maisha yakipotea, yakiharibika na wakiishi maisha si ya kufurahisha. Tumeona guns wengi sana wakitaabika day in day out. So solution kwamba let us raise civic education, let us help them as our brothers and sisters, let us walk them through that journey. Tuambie kwamba we have that candid conversation. Jamaa, wewe ni beshte yangu, mbona unafanya gunship? Wewe unajua hivyo ukipigwa risasi mamako na babako ndio itamuuma sana. Wewe unajua as a youth ukipigwa risasi whatever you have planned for the future imeishia hapa. Wewe kama youth wakati unaenda kupiga ile siasa eto one time staki sha, wewe unajua yule mbunge unamsema staki sha na kwambia staki sha ama nini ako na inpatient cover ya 10 million. So unaona once they get that inpatient ya kwamba wanatumika vibaya watatoka pale. Then after wametoka pale we get them into political parties. Tuambie sasa tukimalizia kwa sababu ya muda. That's okay. Wewe ni two-term Taita Taveta, umetupatia miradi miwili na mingine ukatataja juu. Juzi Linda Mwananchi alikuwa Taita Taveta. Hiyo rally ilikuwaje wewe kama two-term? I followed, mimi natoka eneo bunge la Mwatate. Pale Mwatate mobilization I can give them 40 to 60 genuine, ile without compared to previous rallies, presidential rallies, because it is in Mwatate where they declared the presidential ambition. So I'll only compare them to a presidential rally. If it was not declaration, ningesema pengine it was a gubernatorial rally. Lakini ile compared to other presidential aspirants, ukiangalia hayati baba Raila alipokuwa anakuja kufanya mkutano Mwatate ulikuwa unajaa, ukiangalia Rais William Ruto akifanya mkutano pale Mwatate huwa kuna furika, ama peleke watu pale Lumo kwenda kukaa na wao over 10,000 people to have a conversation ya kustructure the manifesto. Ukija hapa Voi tuko na uwanja. Wakati unaenda lakini watu wa Wantam wanasema kwamba mkutano wenu sio organic, ndio maana wanakuwa na watu wengi. There's no political meeting. There's no political meeting that misses mobilization. There is no. What do you mean mobilization? Mobilization ni ile kwamba wewe kama kiongozi leo hii umetoka hapa Kimari, nataka kufanya mkutano Voi Stadium. Hata Voi Stadium karibu utaenda. Nataka kufanya mkutano let's say Wundanyi Stadium pale. Kuna na wewe ni kiongozi mwenye labda una azma ya kuania kiti cha kwa county, you want to prove your muscles. So kuna wale watu wako wanaitwa machawa wako wa kisiasa, wale ambao wamekaa kwa ngozi yako na hapo. So unapata hao wanakuambia bwana mheshimiwa, tunataka kuja hiyo rally lakini shida ni uchukuzi. Whatever they did good was that they didn't use school buses
but they used other means of mobilizing. Kwa hivyo unasema Linda Mwananchi waliferi watu? They mobilized, they ferried some of the people. Mtu ametoka Taveta kwani amezaliwa Voi hapo na watu wa Taveta lakini wanasema wanajitolea. Hakujileta. Wewe huwezi jitolea kwenda kwa mkutano wa siasa. Mimi wanajitolea, lakini kuna wale ambao unajua huyu kweli huyu kweli ukiangalia hali yake unajua kwamba compared to hivyo, alafu is not an aspirant ama nini, it's not that passion. Kwa hivyo lazima mtu yote anakuja kwa mkutano wa siasa huwa amesupportiwa. Si mtu yote, majority. Yeah, majority huwa wamekuwa supported. Mobilization of Voi mobilization, it was done. We are in social media groups ambazo tuliona watu wakisema we are mobilizing Mtati Voi, and we saw them mobilizing. Kama kweli walikuwa wanataka kutuonesha the power of mobilization, what was that mobilization? They would have done it in Moi Stadium. Ruto akija salfanya mkutano Moi Stadium. What was the mobilization language ilikuwa inaelekea kwa mtandao? Ya kwamba sisi nanio tunaleta Linda Mwananchi ground, kwa hivyo lazima tumobilize, tujaze. So unapata like comparing na the just ended rally ya wakati wa President William Ruto akilaunch rally akilaunch stadium na akilaunch rally. Even the president did the rally hapo kwa market ndani kama vile vile Linda Mwananchi. So comparing the two it was not kwa market ndani. Rally ilifanyika not in the stadium. Rally ilifanyika hapo hivi, unaona pale penye hiyo soko mpya na jengo. Watu walikuja pale. Yes. It's within but town. Initial plan that was there. President would have done that rally in TTU. Mkutano ulifanyika kule juu, watu wakashuka chini. But initial plan ilikuwa pale, yani that will have been the rally. Comparison between, lakini sasa ni ile umepata watu wamekungojea hapa stage, wale ambao singefika TTU na kwa sababu nakuja hapa, acha tukungoje hapa. So mobilization between the two rallies wakati wa Linda Mwananchi na wakati wa mkutano wa rais kulikuwaje? Actually tunazungumzia Linda Mwananchi ni Voi. How was it? Watatu mwa 40%. You cannot, Voi can give them 60. Yeah, they tried. Na pia apart from try kulikuwa na ile mbwembwe nyingi na the aspect, unajua mimi I'm a youth, so the aspect when you give those young aspirants, ndio tuko mrengo tofauti ya kisiasa, but when I see a fellow youth anapewa presidential platform kuomba kura, I give them a plus. Actually 40% came out of that because hawana uwezo wa kufanya ile rally na wao ndo wanapigiwa kura na wale wananchi. So ile kumpea tu microphone aseme jina na nafasi ya nyananio, you have introduced them into their crowd. Pengine ngo kujulikana, it's because nilipewa that presidential platform. Tuko na kijana hapa Rogers Ngo, acha wasikize watu wa Mwatate. Voi pia hapo nikapewa microphone. So when you see a leader giving you that platform, I give them like they've embraced the other young leaders. And so that one ungependa hiyo pia ifanyika katika mrengo wa UD? Mrengo wa UD huo unafanyika. Mimi si kijana, nimepewa microphone mara kadhaa. President amenipa microphone mara kadhaa. Waje wote wa MCS kama vile ilifanyika juzi. Huwa inafanyika, bado hajaanza campaigns. We'll start campaigns probably September or October. Okay. Ndio atakuja mashinani. You'll see them being given microphones. He has never left. In fact, he's a generous man because he has never left anyone unless umeshindwa kujiposition. Lakini ukijiposition uko within pale, you'll be given a microphone useme kwamba mimi ni so and so, nasimama ama yeye mwenyewe kuintroduce ya kwamba huyu ni mngwana fulani na fulani anaomba kiti fulani. That is the kind of politics that we want. Mentor other young people so that they can take after you. So that when you go, there shouldn't be a leadership vacuum hapo. Nikuulize tukimalizia. Unazungumziaje siasa za gavana? Za gavana Taita ama wapi? Tunasikia babu na sababu na sakaja huko. Sio ni mkazi tu hata. Mimi ni mkazi wa Taita Taveta. Siasa za ugavana, the ballot paper it's already shaping up. Between who and who? It's several candidates, but kipenga finali kamili itakuwa huko kuanzia mwezi wa pili. But so far at least tumeona gavana wa Kujaa yuko hapo, PS Shadrack Mwadime, tuko na Mheshimiwa Danson Mwashako wa Kundani, tuko na Mheshimiwa Jones Mwaruma, tuko na Mheshimiwa former governor Granton Samboja ako hapo, tuko na Nanio Anderson Mtalaki, tuko na engineer Mwangemi ako hapo. At least those are names zenye unaona wakinio, na pia Stephen Mokesi nimemsikia wakianza consolidate their base. So it's very early to gauge ya kwamba huyu, it's very early. One day in politics kwa siasa ni siku ndefu sana.
Unaweza toka hapa kwa interviews. Lakini saa hizi kuko vipi tukiangalia? Saa hii wameanza kuchemsha ground pole, but so far give it for PS Mwadime amezunguka ground, ameanza kuzunguka ground, at least ile kelele kusikia PS Mwadime amezunguka ground, Governor Wakuja pia anazunguka ground, Mheshimiwa Mwashako ako ground, Governor Samboja ako ground, is not posting anywhere, unampata huko kwa vichochoro huko chini ako ground and is not posting. Senator Mwaruma pia yeye same kind of politics. Tukizungumzia wale gavana ambao wanaonekana wako mrengo wa kusupport serikali. Ni PS Mwadime. PS Mwadime, Governor Wakuja declared anafanya kazi na serikali. Governor Samboja. Aya, utoke hapo nanio Mwaruma ako broad based pia. Lakini hajatoka sana. Hajatoka sana. Lakini sasa nikuulize. Anajuza kama Mwaruma. Kwa mfano hao ndo atapewa tikiti ya ODM. Na Engineer Mtalaki anafanya kazi wapi? Anafanya KPA. KPA bado ni serikali? Ndio. Unafikiria atakuwa opposition ama atakuwa serikali? Yeye. Chances anaweza enda opposition labda ile kuenda because to feature in the ballot, lakini chini ya maji ataambia bwana boss, mimi nimeenda hapa because of votes. Votes za nani? Zake ama za nani? Votes zake, kwa sababu kila mnio inaitwa Mwamba Ngoma uvutia kwake. Kwa hivyo atoke kwa his interest will come first. Kwa 2 term akuja kwa 1 term. His interest will come first. Anaweza enda kuomba kiti ya ugavana na chama ya 1 term, lakini kwa presidential vote uone ako very mute, is not criticizing government. Unlike several people are doing that. In fact, Ruto is generous. Don't be shocked our governors wote hapa wote wataita Taveta wakipata funding from the president. He has done it before. So will that be for the benefit of the locals or for the benefit of president? For his benefit, because what he knows kwamba huyu akiingia nitafanya kazi na yenyewe ataingia. So mimi as a president, huyu amekuja kunyomba pengine ABCD. Wundanyi for instance, Mwashako ako, yeye ndo deputy secretary. Unafikiri Mwashako anapata funding kutoka kwa Definitely. Ruto anapenda Wundanyi. Amefungulia power substation ya 425 million in Wundanyi. Amekuja pale Mlechi. The reason as to why Wundanyi iko so much connected to electricity is because some of the flagship projects za last mile connectivity zimefanyika Wundanyi. So that is the power of national government. So angekuwa hataki na yeye ni rais, angesema pana acha ibaki hivyo. Lakini because akona interest. Tukizungumzia kiti cha usenata kikwaje? Kiti cha usenata, ballot has shaped up, it's between Mheshimiwa Kilele na Mama Haika, na pengine Linda Mwananchi they can come closely with kina Mheshimiwa Peter Shambi. Nimeona amezunguka ground and the fact that ako kwa chama. Kilele na Haika are they not all in UDA? Yeah, they are all. I cannot say kwamba hawezi simama wote wawili. Who will move out? Who will drop out from the UDA? Iko na early parties, iko na other parties. But mimi ingekuwa maoni yangu kama Ngo. After mchujo, kwa sababu mchujo lazima ufanye. After mchujo, president has a way, the party leader now. Sasa kwa sababu ikifika campaign is no longer your title of president, son is the party leader kwa masuala ya kisiasa. The party leader is supposed to bring them together. Kwa sababu kura Kilele akona uwezo wa kuombea Rais Ruto kura. Mama Haika akona uwezo. In fact, she's the only county elected UDA member. Akona uwezo wa kuombea rais kura. Au wengine kwa sababu wame already declared their stand, wako na uwezo, lakini we can still lobby them. But for these two, bring them together so that as a party we can be guaranteed of gubernatorial, senatorial, and unajua governor wakati anatoka kwa chama yako anakuwa amepanga ile team ya MCAs pia. So akienda pale bungeni, you'll be sure as a governor you'll control ile bunge kwa sababu pengine utakuwa na majority leader, na pia ile majority leader will decide. So nikukuuliza wana vote wapi nafasi ya speaker na hizo. Kwa hivyo mapendekezo yako unahisi between heri mmoja atoke aache akatae kuvai between Haika na Kilele? Asitoke. If they vie two, president will lose more votes. Kwa sababu heri mmoja wao akubali. So mmoja, if there can be slot, kwa sababu serikali iko na nafasi nyingi sana za. Unafikiria nani unafikiria angeweza kuacha hiyo kiti? Kuacha hiyo kiti? No, they both deserve. It's their democratic right for them to vie. It's totally their democratic right. Women rep. Kwa upande wa serikali kuna Mheshimiwa Patricia Mwashigadi. Upande wa serikali? Patricia Mwashigadi? ODM iko broad based. Yeah, ODM iko broad based. Yes, Patricia Mwashigadi. Yeah, then ukiangalia Juslea kwa UDA hapo sasa. Kwa UDA menda, let me go to according to
parties itakuwa rais. So ODM wako na Mheshimiwa Patricia Mwashigadi and Kate Mashame nimemuona pia, but I don't know ako broad based ama ako kwa hii akina Sifuna. Na niyo ukienda Wiper no, kuna Tina Gideon and several others niliwasikia wakitangaza hapo, kina Margaret Wamuyu kutoka Taveta, several announced. Ukienda kwa chama hii ya UDA kuna Mama Joyce Lei, Mama Kadogo, there are several wako hapo, unaona posters zinatoka kila siku. So I think I initially said fikia February tutajua mbivu na mbichi, because by February wale ambao wako kwa ofisi za kazi pengine wanataka kuvai hawezi tangaza sasa kwa sababu ya kazi. Pengine nikuulize nafasi ikiwa inatokeza wagombeaji wengi, nini inamaanisha nini? Ukiona watu wengi wanajitokeza kuwania nafasi moja ya kiti, inamaanisha nini? Nafasi, if one that it has been considered to be an open seat. Pengine Mama Haika angekuwa anasema nataka women. No, even other political parties, not even other political. The major determinant inakuaga the seat is open. For instance, ukienda kwa zile ward ambazo ma MCAs wana upgrade kwenda ubunge, iko na aspirants wengi. So the same na women rep, the same na senatorial. Senatorial iko na candidates wengi. Kuna kina Brazil Mwakamba, kina Peter Shambi, kina Rosa Lugo, kina Lana, wote wako hapo. Because it's open. But kungekuwa na incumbent inge reduce, because there is that fear of incumbent. Ako na resources, ako na touch of the ground, ako na new something that has delivered kwa mwananchi ambaye atasema mimi nimefanya ABCD na hii iko kwa pipeline, muniongezee miaka 5 ni malizie. Ako na watu wameajiri kazi ambao wataenda kumkampenia. Ako na watu ambao pengine amwagusa at a personal level. Ndio umeisha. Zungumza your parting shot na ile kamera yako. Imeisha abruptly. So my parting shot as a youth, the moment tunaenda kwa haya masuala ya siasa, especially the 2027 general elections, sisi vijana tutabaki kuwa vijana, atabaki kuwa mandugu na madada even beyond 2027 election. Once there's no better way to put it, ya kwamba kijana mwenzangu aje kunipiga mawe eti kwa sababu mimi niko kwa mrengo fulani wa serikali, yeye ako kwa mrengo fulani wa serikali. Baada ya kura tabaki kuwa wananchi wote wa Kenya. So tunahimiza tu kama kijana Rogers Ngo ya kwamba tunapoelekea katika uchaguzi tufanye siasa za amani, siasa ambazo tunajua kwamba kuna Kenya baada ya 2027, ya kwamba siasa ambazo sisi si wa kwanza kupiga kura, bali tuko na vizazi ambavyo vimepiga kura mbeleni, na tuko na vizazi ambavyo vinatutegemea ya kwamba hata hii kura yetu watakuja pia kuipiga. Kwa hivyo tukichoma nchi yetu ya Kenya tutaenda wapi? So my fellow youths, my fellow people, as the citizens of Taita Taveta, tumekuwa a very peaceful country. Let us be part of the solution. Tusio wale watu ambao create havoc kama maeneo mengine, bali tuwe watu wa kuleta suluhisho haswa la amani katika nchi yetu ya Kenya. And I think that's all. Asante sana bwana Rogers Ngo. Speaker. Mr. Speaker sir. Mr. Speaker sir, but 2027 kwa majaliwa Mwenyezi Mungu, neema Mwenyezi Mungu na upendo wa vijana na hata wapiga kura wote. Pale Bura Ward 2027. Tumekuambia tuko na bunge la vijana. Ili bunge la vijana tumeamua kwamba kwa sababu tumeshafanya ile attachment pale bungeni, it's now time sisi tutoka bungeni tuje tuombe kura kwa mwananchi, tuende tumfanyie kazi pale bungeni, because tumeona tuko na uwezo wa kufanya. Na kwa sababu kuzunguka hivi nikapewa jina inaitwa Kivanua Malemba. Na sasa ukiniruhusu niseme kwamba Kivanua Malemba, ukiangalia hawa kina mama wetu ambao wako hapa hivi wamekuwa kilipiwa mahari, it's one of the customary laws na nini. So wakati wanalipua mahari kwa ule msafari wa mahali, wakati Kitaita wanasema kudeda vupe, wakati wameenda kulipa yale mahari, unapata ya kwamba ule msafari wa mahari kuna kuaga na mbuzi ambazo zinapewa, na Kitaita wanapelekaga fwandi ama beberu ile, alafu na ndagina wala watoto wa mbuzi wadogo, na kazi ile fwandi kubwa kwa huo msafari wa mahari ni kuchuna yale matawi juu, kuvutia wadogo wakule yale matawi. Kwa hivyo hiyo mbuzi Kitaita yenyewe inaitwa Kivanua Malemba. Kwa hivyo 2027 mimi nimejitolea kama Rogers Ngo
ya kwamba nataka niongoze huyu msafara wa uongozi wa vijana katika kaunti yetu ya Taita Taveta. Ndio hili kama itabidi nisimame juu nichune matawi ya maendeleo, nichune matawi ya maendeleo katika sekta ya afya, elimu, miundo misingi, basari za watoto, nini na nini, kutunga sheria vizuri, kuprotect boundaries zetu, kupigana na masuala ya wildlife conflict na nini. Acha niwe Kivanua Malemba, kwa sababu hata adui akitokea ataona ile mbuzi kubwa atamenyana nayo. Na kweli hata ukiangalia maadui wenye walitokea wakati tulipigana masuala ya COVID na nini na nini, so lenga mbuzi kubwa ya hiyo mbele, Kivanua mbele, na ilikuwa ni Rojango. Kwa hivyo mimi nimemaliza mchezo, tutatafutana tuzungumze zaidi kuhusiana na Kivanua Malemba. So watazamaji wetu wa Tsavo Media, tunashukuru sana kwa ajili ya kuungana nasi kuanzia mwanzo wa mazungumzo haya na Bwana Rogers Ngo ambaye ni Mr. Speaker sir, na ashasema azima yake tukiwa tunafungia, na pia amesema mengi kuhusiana na siasa. Na sisi kama Tsavo Media tunasema kauli hizo ni zake, sio za Tsavo Media. Na sisi kila wakati tutakuwa tuko wazi kukaribisha wageni wengine waje tuzungumze, tubadilishane mawazo kimaendeleo. Na pia ukiwa na maoni unaweza toa maoni yako kuhusiana na kipindi hiki, vile ambavyo tunaweza kukiboresha zaidi sisi kama wana Tsavo Media. Kutoka kwangu mimi Hezron Kimari, tupate wakati mwingine. Thank you. Asante sana. Asante, karibu sana. Kivanua Malemba. Hakuna picha.